Na mtazamaji, tukiachana na hayo ya gonjwa tatanishi Kakamega, tuangazie kilio cha familia moja huko kaunti ya Kiambu ambayo inaendelea kukadiria hasara kufuatia kuzuiliwa kwa mwili wa jamaa yao katika hospitali ya Chuo Kikuu cha Kenyatta kutokana na bili inayozidi kuongezeka. Caleb Onyango mwenye umri wa miaka 40 anaripotiwa kufariki baada ya kuugua kwa muda mfupi alipokuwa akitibiwa katika hospitali hiyo. Familia hiyo sasa inahitaji shilingi milioni 1.7 ili kulipa bili hiyo na pia kuweza kumzika jamaa yao. Akiwa ni mwingi wa majonzi, Janet Barasa, mama wa watoto wawili ambaye pia ni mjane wa mwenda zake Caleb Onyango, anasimulia machungu ambayo familia imekuwa ikipitia baada ya kumpoteza mpendwa wao. Mumewe mwenye umri wa miaka 40 alifariki baada ya kuugua kwa muda mfupi mwezi uliopita alipokuwa anatibiwa katika hospitali ya Chuo Kikuu cha Kenyatta. Tuliingia ward Januari tarehe 1, tukakaa huko mpaka March 25 mwezi wa 3 hii. Aliaga tarehe hiyo 25. Kwa saa hii ako kwa mochari ya referral. Mwili imeshikwa kwa sababu ya bili kubwa ya hospitali. Shindwa na bili ni kubwa, tumekataa kupewa mili sababu bili ni kubwa. Anasema tukaribishe tengeneze hiyo bili kwanza ndio tuchukue mwili yetu, ni yenyewe sisi yenyewe hatuna uwezo. Anasema matibabu yake yaligharimu shilingi milioni 2. Hata hivyo, bima ya afya ya SHA iligharamia shilingi 1,300 na kusaili na bili ya shilingi milioni 1.7 ambayo familia yake haingeweza kumudu, ikiwemo gharama ya chumba cha kuhifadhi maiti ambayo inazidi kuongezeka. Ya hospitali ilikuja milioni 2 na saa kalipa 1,300. Sasa tumebaki na 1.7 na sisi hatuna uwezo. Nataka tu mnisaidie. Pesa yenye nastahili huko ni mingi, milioni 2, na hata sisi wenyewe hatuna hata shamba huko nyumbani. Familia hiyo ililazimika kufanya mchango ili kuweza kuuzika mwili wa mwenda zake, lakini hawakusaidika. Changamoto yenye tumepitia ni vile tu hakuna pesa, hata hapa tukisanya hakuna. Walikuwa wanahitaji 75% ya ile bill iweze kulipwa ndio waweze kurelease hiyo mwili. Kwa hivyo mama ameachwa na watoto wawili ambapo mwenyewe ndio alikuwa breadwinner ya hii nyumba. So far hakuna mahali popote ambapo hiyo pesa inaweza kutolewa ndio mwili iweze kwenda kuzikwa. Sasa familia hiyo inawaomba wahisani msaada. Ili kusaidia familia hiyo, unaweza kuwasiliana na Millicent Adhiambo Apondo kupitia nambari ya simu 0116597678 ama kuelekeza msaada wako kupitia nambari ya till 341356. Teresa Mutai nikiripotia Darubini Wikendi.